Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina naitwa Sheikh Isa Kwezi, Sheikh wa mkoa huu wa Simiyu na ni mwenyekiti pia wa kamati ya amani mkoa wa Simiyu. Binafsi nishukuru Mwenyezi Mungu, kwa kweli tumepata katika mkutano huu tumepata semina nzuri sana. Tumepata semina nzuri sana iliyokuwa ikihusu tunu za taifa. Mimi binafsi nimeona laiti kama watu wakiziishi vizuri tunu hizi za taifa, basi itakuwa ndio suluhu ya kila jambo ambalo ni mahitaji ya Watanzania, iwapo kama wataweza kuziishi. Lakini kama haitoshi, ni kwamba walioziasisi hizi waliasisi jambo kubwa sana ambalo ukiangalia hizi tunu zilivyopangika zinasuluhisha kila kitu. Lakini kama mwenyeji wa tukio hili ambalo limefanyikia hapa mkoani kwetu Simiyu, kuna maazimio ambayo yametolewa baada ya mkutano huu, ikiwemo kuhakikisha kwamba elimu hii ya tunu za taifa inaweza kuwafikia mpaka watu wa chini, kwa maana ya watu walioko mawilayani, walioko kwenye kata, kwa sababu yote hii ndiyo jamii ambayo inaunda taifa la Tanzania. Kwa hiyo kama sisi ambao tumekuwa wenyeji wa kikao hiki, na jukumu ambalo tumefikia na maazimio tuliofikia ni kuhakikisha elimu hii inaweza kusambaa na kuwafikia Watanzania walio wengi, kwa sababu tumefaidika. Hatukuwa tunajua kama kuna vitu kama hivi vya tunu za taifa, na wengi ukiwauliza labda wangefikiri tunu ndio alama labda za taifa, wangekutajia alama badala ya kutaja vitu kama ambavyo tulivyoweza kuvipata kwenye semina hii, ikiwemo utu, wajibikaji, uzalendo, uwazi, vitu kama vyote hivyo ambavyo vimezungumzwa katika tunu za taifa. Mimi nakushukuruni sana kwa mahudhurio, kwa sababu ilikuwa ni mikoa takriban minne, ilikuwa hapa Mara, Shinyanga, Mwanza na Simiyu. Watu wengi wamefaidika, na hasa ukizingatia semina hii ilikuwa imelenga makundi mbalimbali, kiwemo bodaboda, mama ntilie, watu wa vyama vya siasa, watu wa machinga, lakini wazee, machifu. Kwa hiyo ni watu ambao tayari wamepata elimu, na hii elimu itakwenda kusambaa katika makundi yaliyo mengi sana. Asante. Shukrani sana. Kama unavyojua tunaelekea kwenye uchaguzi. Sisi kama viongozi wa dini tunapenda kutoa ushauri na maoni juu ya uchaguzi mkuu wa 2020-2025. Tunasema kwamba mara zote unapoingia uchaguzi kunakuwa na joto. Kuna joto linaongezeka la kisiasa. Hili joto tukiacha likapanda sana, huwa linaweza likatupotezea amani ambayo siku zote tumekuwa tukiimba na kuihitaji. Kwa hiyo kinachotakiwa sisi kama viongozi wa dini ni kuhakikisha lile joto sisi tunalibalansi, kuhakikisha tunakaa katikati na tunakuwa suluhu za pande zote mbili. Mimi ninachowahusia viongozi wa dini wajiepushe na kauli ambazo zitaweza kuchochea joto kupanda. Badala yake watoe kauli ambazo zitaweza kuwa balansi hawa wanasiasa, ili tuweze kupita kwenye uchaguzi kwa salama. Kiongozi wa dini hutakiwi kuwa shabiki wa chama. Kiongozi wa dini hutakiwi kuwa mwanachama wa chama cha siasa. Sasa utakapotoa kauli ambazo zinaonyesha wewe ni shabiki, na saa nyingine umebezi moja kwa moja upande fulani, basi unaweza ukakosa sifa za kuwa msuluhishi baina ya hawa wanasiasa. Tunachotakiwa sisi viongozi wa dini ni kusimama katikati, kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri na bila mihemko yoyote ambayo inaweza ikatusababishia ukosefu au uvunjifu wa amani. Shukrani sana.